Karibu sana katika exclusive interview mtazamaji wa Kawabe Media. Kubwa zaidi tunaendelea kuizungumza michezo hivi sasa. Mimi naitwa Ernest Singano, mbele yangu ya kamera nipo na mwandamizi mkongwe Ali Mayai Tembele, mchambuzi ambaye amefanya vizuri sana kwa muda ambao umemalizika ama kwa muda ambao umepita. Kubwa zaidi ambao tunachakata leo hii ni kuhusiana na kile ambacho serikali wameagiza ama serikali ametoa kauli kuhusiana na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kwa namna mambo yalivyo kuhusiana na katiba ambayo inatakiwa kwenda, kwamba mwenyekiti ambaye anapaswa kukaa ni huyu ambaye anasimamia taratibu zote za klabu. Lakini pia Clatous Magoli ameibuka na kuzungumza taharuki ambayo inaendelea katika klabu ya Simba. Viongozi kwa wenyewe wanaleta taharuki, lakini kubwa zaidi ni kuelekea katika mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mnyama Simba zidi ya Stade Malien, lakini Young Africans zidi ya JS Kabylie. Lakini uchambuzi wa kina kuhusiana na kile ambacho kimetokea katika kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Dimental Pantev, makosa yake ni yapi kiufundi zaidi? Alimai Shima. Salamu bwana, karibuni. Na hongereni sana. Asante sana na tumefurahi kukutana naye. Nashukuru sana. Kikubwa ulichozungumza kwa timu zetu hizi mbili specifically, ndio ziko timu zinashiriki michuano ya kimataifa, lakini kwa timu ambazo zina uzoefu wa michuano ya kimataifa kwa Tanzania hapana shaka ni Simba na Yanga, ambazo zimeshafika hatua ya robo finali, zimeshafika hatua ya finali kwenye kombe la shirikisho. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kinaonyesha maendeleo ya soka letu katika soka la kimataifa. Kwa hiyo na ndio sababu yani attention wa Tanzania wote, attention. Hata kuna baadhi ya watu, kuna wadau nilikuwa nawasiliana nao leo hii asubuhi, wanasema jana kulikuwa kuna mechi za NBC Premier League. Lakini kuna watu wengine walikuwa hawajui kama kuna mechi za NBC Premier League zinachezwa. Kwa sababu wote yani watu wanafuatilia kama ikiwa anacheza Simba, ikiwa anacheza Yanga. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho bado kinaendelea kuthibitisha yani ushabiki wa vilabu hivi bado wataendelea kuwa na nguvu, kwa sababu ndio wao wanavisukuma. Yani haya maendeleo unayoyaona ya vilabu hivi vya Simba na Yanga ni kutokana na washabiki wao. Na mshabiki ana haki, ndio sababu hata katika training programs zile ambazo sisi tulikutana nazo, lakini wakati ule si tayari tumeshastaafu, lakini wenzetu ndio huwa wanaandaliwa kabisa. Wachezaji kwa mfano ukienda kwenye academy zote ambazo unaona leo hii masuperstar wote huwa kwenye zile training program wanafundisha kabisa. Mchezaji tangia mtoto anaandaliwa kwamba mshabiki ana haki ya kukushangilia ukifanya vizuri, ana haki ya kukuzomea ukifanya vibaya, kitu ambacho huwa kina mchango mkubwa sana wa kuongeza mchezaji, yani kumotivate mchezaji kuwa na extra determination kwa ajili ya kumfanya yule mshabiki aliyemzomea jana kesho amshangilie. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kinathibitisha vilabu hivyo maendeleo hayo unayoyaona, washabiki wana mchango mkubwa sana kwa sababu ni vilabu vya washabiki ambao of course ndio ni wanachama. Kabla tujafikia kuzizungumza hizo klabu kuhusiana na mashindano ya kimataifa, nataka tuanzie kwenye ile ambalo linaendelea hivi sasa kuhusiana na klabu ya Simba. Tamko kutoka serikalini kuhusiana na katiba ya Simba, namna ambavyo muongozo kuhusiana na klabu. Umeibuka mchakato mrefu sana leo, ama imeibuka sakata refu sana kuhusiana na klabu ya Simba, lakini viongozi hao wa Simba wapo ambao ni kama wanawataharuki viongozi wenzao wa Simba. Nimesikia kauli ya Clatous Magoli kwa namna ambavyo kuwataki viongozi wenzake. Tuanzie hiki ambacho amekitoa serikali kuhusiana na klabu ya Simba. Hili jambo lipoje? Kama ukiwa mchambuzi wa muda mrefu, naomba utuchanganulie kwenye hili. Mbona ni muda mrefu? Simba imekuwa kwenye transition period kwa muda mrefu sana, yani kufanya mabadiliko, yani kuanza kuwa na uwekezaji. Huo muongozo, mabadiliko haya, hiyo process imeanza muda mrefu sana. Ni zaidi ya miaka 3 miaka 4. Kwa ni moja kati ya kitu ambacho, lakini of course baraza la michezo BMT ambayo ndio inasimamia vyama na mashirikisho yote ya michezo kuhakikisha kwamba vina comply na katiba ya nchi, lakini vina comply na kanuni ambazo, sheria na katiba ambazo zimeundwa pia na wanachama. Lakini kwa mabadiliko yale ni kitu ambacho kinajulikana tangia wakati ule, ilishajulikana kwamba hivi vilabu vya wanachama inatakiwa wanachama katika shareholders wawe na 51%, alafu 49% iwe ya wawekezaji. Lakini masuala ya value, unakumbuka hata miaka 3-4 iliyopita, thamani ya brand ile ni moja kati ya kitu ambacho Fair Competition Commission wakati ule ilikuwa ina FCC pia inahusika. Ni moja kati ya kitu ambacho kilikuwa kimeanza muda mrefu sana. Kwa hiyo hata hivi sasa hivi labda ni kwa sababu ya matokeo yaliyopatikana katika mechi hiyo ambayo wana Simba wengi hawakutarajia kwamba itapoteza mechi dhidi ya Petro,
kitu ambacho sasa kimepay attention. Kwa hiyo yenyewe inathibitisha kwamba hadi washabiki sasa wanaona hapana, inawezekana, sijui nini, ndio masuala sijui ya kocha na vitu gani, lakini hiyo process imeanza siku nyingi, lakini ni kitu ambacho kinajulikana kwamba 51% huwa ni wanachama, alafu 49% ni wawekezaji, lakini huo mchakato ulikuwa bado haujafika katika hatua ya mwisho. Walikuwa bado kwenye process kwa muda mrefu sana, bado haijafika hatua ya mwisho. Kuambiwa wasaminishe logo yao na thamani zao zingine zote zinaweza zikawa zimeongezeka thamani na bilioni 20 ya mwaka. Of course thamani hiyo haikufuata procedure zile. Ile thamani haikufuata, kuna utaratibu wa kufuata procedure valuation process ambayo una mchakato, ni mchakato ambao haukuna nini thamani yake. Unajua brand, watu wanajuaga brand labda ni asili ni asset, kwamba sijui gari sijui, hapana. Brand kuivalue, kuiquantify sio kazi rahisi kuquantify. Kuna factors, kuna vishu nyingi sana ambazo zinachukuliwa. Wewe unachukua kwa mfano hivi vilabu hivi, kwa mfano vya Simba na Yanga, unaweza kufikiri thamani yake ni majengo tu yale au nini. Thamani yake unaweza kaipima kwamba kuna mshabiki labda wa Simba timu yake ile pale, alafu hapa kuna maji ya Simba maji, na hapo maji ya Simba labda shilingi 2000 kachupa ka hivi lita 3 ama lita 1 shilingi 2000, alafu kuna maji ya kampuni nyingine lita shilingi 500. Huyo mtu wa Simba atanunua maji gani? Atanunua maji yake ya Simba. Kwa ni moja kati ya kitu ambacho huwa kinatumika kuvaluate brand, kwamba ile passion tu kwanza ya washabiki na numbers pia ya supporters. Achilia mbali wanachama wale members tu ambao wako wanatambulika kwamba wamelipa ada, lakini wako wengine ambao sio members, they are not active members. Sasa hao ni moja kati ya kitu ambacho kina process ili kuja kupata ile value halisi ya Simba. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho pia hata wakati ule nafikiri hakikuwa katika yani, kwa sababu ilikuwa tu inakwenda na tayari kashatokea mwekezaji kwa ajili ya kuwekeza, na balikuwa na mahitaji ya Simba, ilikuwa inahitaji. Kwa hiyo ndio mchakato huo ukaanza, lakini ulikuwa bado haujafika mwisho. Kwa hiyo hii ni hatua ambayo wanaelekea kwa kufuata muongozo ambao serikali ilishautoa kwa muda mrefu sana. Umeleta mkanganyiko mkubwa sana baina ya viongozi wao kwa wao ndani ya club. Pengine hii inaenda kuwa na athari gani kwa ujumla wa viongozi kwa namna ambavyo klabu yote ya Simba? Mimi sidhani kama kunaweza kuwa kuna mivutano kwa viongozi. Mivutano mara nyingi huwa inakuwa huku kwa wanachama ambao pia huwa wanahitaji tu kupata uelewa. Yani kuwa na uelewa, kwa sababu sometimes pia ni ile knowledge tu, elimu, kujua kwamba hiki ni kwa sababu hii na hii na hii, lakini kwa ule muongozo ni muongozo ambao tulikuwa siku nyingi sana. Tena wakati ule alikuwa Mwakiembe nakumbuka, alikuwa sawa Ujerumani, kwa sababu Ujerumani Bayern Munich ni moja kati ya mifano ambayo inatumika kwa ile structure, administrative structure ya vilabu ambavyo vinamilikiwa na wanachama. Sasa kumilikiwa na wanachama sio tu kumiliki vyote, bali ni majority shareholder. Alafu wale wawekezaji ndio wanakuwa na 49%. Lakini pia hata kwenye decision making board members wanakuwa ni wale wengi ambao wana 51%, ambao ni yule mwenyekiti aliyechaguliwa na wanachama. Lakini pia ndio kuna mwenyekiti mwingine kwa bodi huko ambao wamekuwa selected, lakini kwenye board members yule mwenyekiti ambaye kachaguliwa, ambaye ndio majority shareholder, ndio anayekuwa mwenyekiti wa vikao hivyo vya bodi. Value ya club umeelezea kwamba yusiana na majengo wala vitu vingine, brand kama brand ya club. Hapa nyuma kidogo tumeona timu kubwa pia nyingine Young Africans ilithaminisha na watu wengi wakapiga value kwamba ile ilikuwa thamani ya bilioni 1. Ni sawa walithaminisha na majengo yao yale, kwamba wana majengo sehemu fulani kuna mali fulani wanazimiliki. Thamani walioweka ni bilioni 100. Bilioni 100. Inalingana na hicho kitu. Hivyo vitu vinaguswa, hizo assets ndio zinaguswa. Assets. Lakini pia unaangalia kuna estimate nyingine ambazo huwa zinakuwa na business perspective, yani mtazamo wa kibiashara, kwamba mimi nikitumia brandi hii naweza nikatengeneza faida kiasi gani. Kama mimi nilikuwa na bilioni 3 nikitumia brandi hii hapa ya klabu hii hapa, baada ya miezi 6 naweza nikawa na bilioni 9 au nikawa na bilioni 15. Kwa hiyo kuna vitu, kuna estimates ambazo huwa zinakuwa zinachukuliwa. Wataalamu wa masuala ya biashara na masuala ya marketing huwa wana estimate, lakini pia na serikali inahusika kwenye kufanya hizo estimate kwa ajili ya kuapprove, then ndio huo mchakato sasa wa katiba unapitishwa na ofisi ya msajili wa vyama vya michezo, ambaye ndio anasimamia utekelezaji wa katiba za vilabu
na vyama vyote vya michezo nchini, BMT, baraza la michezo. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho wenzetu wamefanya, kwa sababu bahati nzuri unajua duniani hakuna kitu kipya. Wenzetu wamefanyaje? Kwa hiyo ni swala tu la kukopi na kucustomize. Unaangalia kulingana na mahitaji yako, kama hivyo ambao wenzetu wa Ujerumani Bayern Munich mfumo wao huko hivyo. Ni moja kati ya vitu ambavyo huwa vimekuwa vikitumika kwa vilabu hivyo ambavyo vinamilikiwa na wanachama. Kwa upande wako unahisi kuna katika vilabu vyetu vya hapa Tanzania kuna vilabu vinafikisha thamani zaidi ya bilioni 100? Of course, kwa hali ilivyo kwa jinsi, kwa passion walionayo wapenzi wa vilabu hivi, inafikiri inazidi. Na kwa sasa hivi biashara watu tayari washakuwa na mtazamo huo. Zamani huko soka ilikuwa ni michezo tu kama vile ni burudani, si soka kwa afya, lakini kwa sasa hivi ni biashara kama zile biashara nyingine. Kwa hiyo ukiona mtu anawekeza bilioni kadhaa, ujue pale ameshaona na ameshafanya research na ameona kuna faida. Kwa hiyo kwa sasa tunakoelekea thamani ya vilabu hivi, na as far as kama unavyoona ligi yetu inazidi kukua, unavyoona vilabu vyetu hivi vinazidi kufanya vizuri katika michuano ya kimataifa, kwa kweli thamani hiyo huko tunakoelekea itazidi kupanda, kwa sababu hiyo ni mwanzo. Hiyo ni mwanzo, lakini kwa sasa hivi inazidi kupanda. Hapo namalizia swali la mwisho kwenda kugusia kimataifa kidogo. Unafikiri namna ambavyo mfumo wa Simba ulivyo ndio ambao tunaweza tukasema ni chanzo kimoja hapo ambapo unawakamisha ule muundo wa viongozi, sababu ukiweka muundo wa viongozi wa Young Africans na Simba upo tofauti. Ni kweli kuna namna moja ama nyingine unaweza unawafelisha, kwa sababu nimesikia kauli ya Magoli leo hii anasema kuna viongozi wengine wa Simba wana matatizo ya afya ya akili, kwamba ni kama wanaleta taharuki wenyewe kwa wenyewe ndani kwa ndani ya klabu. Ni kweli mfumo wa viongozi wa Simba unaweza kuifelisha klabu? Sasa administrative structure ni moja kati ya kitu ambacho ni lazima ucomply, kwa sababu kama mfumo wa uongozi hauko kwa mujibu wa sheria na katiba, hicho ni kitu ambacho ina maana automatically yani hakiwezi kufanya kazi, hakiwezi kuperform. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho hakikopeki. Lakini sasa sijui kama kweli, lakini kuamini kwamba kuna mivutano kule juu kule kwa wenyewe sidhani, kwa sababu viongozi wote tayari. Hii ni kauli ya mwenyekiti wa bodi Crestas Magoli amezungumza baada kusikia hiyo kauli. Lakini kwa sababu kwa viongozi sifai ni viongozi, kwa sababu viongozi wote wale washapita kwenye hizi seminar za sports administration ambazo huwa zinaelekeza na zinatoa ile misingi ya sheria, kanuni na taratibu na masuala ya maadili na kucomply na rules and regulation, ikiwemo msingi wa kwanza ni kucomply na katiba ya nchi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinajulikana. Kwa hiyo kwa mivutano ya huko juu sidhani kama inaweza ikawa wazi. Mivutano ni kawaida kwa viongozi ni kawaida kwenye mikutano mikuu kushindana, lakini huwa wakitoka kunakuwa na uelewa wa pamoja, kwa sababu kile ambacho mnachokubaliana kwenye uongozi ndio huwa mnakuwa na collective responsibility, kwa maana ya wote. Hata kama wewe kwenye kikao cha ndani wewe ulikuwa unasema hivi, lakini as far as tumetoka na solution moja kwamba twende hivi, huwa wote tunatakiwa kwenda hivyo. Ndio mifumo na utaratibu wa uongozi. Tumemaliza hapo michezo ya kimataifa. Kwa upande wa Simba tuanze zidi ya Stade Malien. Baada ya mchezo kumalizika, kocha alipewa lawama nyingi sana kutokutumia namba 9 asilia. Ni kweli unavyotazama mfumo wa Mental Pantiv, mkongwe wa muda mwingi sana na uchambuzi wa muda mwingi, natumai hivi vitu unavijua kwa kina sana. Ni kweli kulimfelisha mwalimu Mental Pantiv kama watu wanampa? Miongoni mwa hata mimi kuna media kani nilizungumza nazo siku ile. Moja kati ya kitu ambacho mimi nilishangaa pia, hata mimi ni moja kati ya watu ambao tulishangaa kuona Simba inaingia na approach ya kuwa na midfielders wengi kuliko ni attacking minded. Yani kwa ajili ya kwenda kushambulia, kwa sababu mechi za kwanza za nyumbani huwa timu yote inakwenda kushambulia. Sasa kushambulia na watu ambao washambuliaji wapo huwa ni moja kati ya approach ambayo huwa inatumika. Unaona timu zote Wydad uliona watu walivyocheza katika mechi yao waliocheza na nani, uliona jinsi ambavyo walikuwa na jinsi ambavyo walikuwa wanacheza muda wote, wanafanya high pressing, wanashambulia na wanakaba kuanzia kule kwenye first line. Yani hawakuruhusu wewe mgeni uanzishe, kitu ambacho ndio approach ambayo inatumika sasa. Kwa hiyo kwa Simba jinsi ambavyo walivyocheza, kwa kweli ile approach haikuwa approach sahihi. Ni moja kati ya kitu ambacho of course ndio mwalimu ana justification yake, lakini it was risky ambayo imeonekana kuwa na mapungufu, na ndio sababu ndio kuna chances walitengeneza, lakini ndio sababu walipelekea ile mechi kupoteza.